Tayari kimeshaumana huko kwa wenzetu bwana. Siku za hivi karibuni kumekuwa na maneno mengi kwa nchi ya Marekani kuanza kuweka vikwazo kwa baadhi ya mataifa ambayo yalikuwa yanapeleka raia wake katika nchi ya Marekani. Sasa siku za hivi karibuni taifa la Mali pamoja na Burkina Faso wamejibu mapigo kulingana na maamuzi ambayo wameyatoa siku ya leo ya Jumanne. Serikali ya Mali pamoja na Burkina Faso wametangaza na wenyewe kuanza kuweka vikwazo vya kuzuia raia wa Marekani kuingia katika nchi zao. Tangazo hilo limetolewa usiku wa leo na serikali zote mbili za mataifa hayo mawili kutokea magharibi mwa Afrika, zikieleza uamuzi huo ni wa moja kwa moja kujibu mapigo ambayo yamekuwa yakiwekwa na Marekani. Hatua hiyo imekuja kufuatia vikwazo vipya vya usafiri vinavyotangazwa na taifa la Marekani ambavyo vinahimizwa ama vimekuwa vikipewa ushawishi mkubwa na rais wa Marekani Donald Trump, na kusema kwamba vikwazo hivyo katika nchi ya Marekani basi vitaanza kutumika tarehe 1 Januari mwaka 2026, na siku sio nyingi, ni siku ya kesho tu ambapo vikwazo hivyo ambavyo vimewekwa na nchi ya Marekani vitaanza kutumika. Na tunatambua kuwa maamuzi hayo ambayo yamechukuliwa na nchi ya Marekani ni maamuzi ambayo yatakuwa yana athari kubwa kwa baadhi ya mataifa ya hapa Afrika ambayo yatakuwa yamekataliwa wananchi wake kuingia katika nchi ya Marekani. Katika nchi ya Burkina Faso ama serikali ya Burkina Faso na Mali na wenyewe wamesema kwamba maamuzi yao ya kukataa raia wa Marekani kuingia katika nchi zao yenyewe yanaanza leo, na raia wa Marekani ambaye ataingia katika nchi hizo mbili basi atashutumiwa na kushtakiwa kama ambavyo raia kutoka Afrika watavyoshtakiwa wakiingia katika nchi ya Marekani. Mali pamoja na Burkina Faso pamoja na Nigeria, tunakumbuka kwamba siku za hivi karibuni zilijiondoa katika jumuiya ya kiuchumi za nchi za Afrika Magharibi, hapa nazungumzia ECOWAS, na kuunda muungano wa mataifa ya kwao binafsi ambao tangu wajiunge na mataifa hayo basi wamepunguza ushirikiano mkubwa na nchi za Magharibi na kuanza kujihusisha ama kuimarisha uhusiano wao pamoja na nchi ya Urusi. Nadhani ya kwamba maamuzi haya ama vikwazo hivi ambavyo vimeanza kuwekwa ni kutokana na sababu tunatambua kuwa nchi ya Marekani na nchi ya Urusi havina mahusiano mazuri, na taifa la Mali pamoja na taifa la Burkina Faso tayari wameanza kuimarisha uhusiano na taifa la Urusi. Hivyo kuna uwezekano mkubwa wa mataifa haya mawili kutokea Afrika kuwa na kuingia mgogoro na taifa la Marekani. Lakini pia nchi zingine za Afrika zinazoathiriwa na mfumo huu wa Marekani zikiwemo Nigeria pamoja na nchi nyingine zimetangaza kuwa zitapanga kujibu kupitia njia ya kidiplomasia. Na nchi zingine hizi pia hazijakubali maamuzi ambayo yametolewa na nchi ya Marekani kuanza kuwekewa vikwazo. Hivyo tunasubiri siku ya kesho pale ambapo maamuzi ambayo yataanza kufanya kazi katika nchi ya Marekani, tuone mataifa mangapi kutokea barani Afrika yataanza kujibu maamuzi ambayo yamechukuliwa na rais wa Marekani Donald Trump. Na tunakumbuka kwamba awali au mwanzoni mwa mwaka huu nchi ya Chad nayo ilianza kulipiza kisasi baada ya kuanza kuwekewa vikwazo katika awamu ya kwanza ya wananchi wake kuingia katika nchi ya Marekani. Ndugu mtazamaji wa Tony TV, nikwambie tu ya kwamba nchi ya Marekani sasa hivi imekuwa ikiwa juu ya nchi zote, imekuwa ikijiona kuwa yenyewe inafaa kutawala kila nchi na kufanya maamuzi, lakini ni jambo la tofauti ambalo mataifa kutokea hapa barani Afrika yameanza kuyaonyesha na kuanza kujibu vikwazo ambavyo vimekuwa vikiwekwa na nchi ya Marekani. Mtazamaji wa Tony TV, ni kuambia kuwa taarifa bado zinaendelea kutoka na kuna vitu ambavyo bado nchi ya Mali pamoja na Burkina Faso zinaendelea kuyaweka sawa ili maamuzi ambayo wameyachukua yasije kuwa na madhara hapo baadaye. Ukitaka kujua ni maamuzi gani ambayo yanafuata baada ya hayo ambayo yamechukuliwa siku hii ya leo na kutangazwa kuwekwa hadharani kuwa raia wa Marekani hawatakiwi kuingia Burkina Faso pamoja na Mali, basi wewe fuatilia channel hii ya Tony TV utazidi kupata taarifa kiundani zaidi.